Nilichokikataza mahizi, sifanyi sana, ni kwenda kusimamia ndoa. Mimi sipendi kwenda kusimamia ndoa ya mtu hata kwa sababu mbili. Sababu ya kwanza ni dharau ya wale wenye shughuli ya ndoa, namna walivyowadharau mashekhe. Huyu anofanya ndoa leo ameandaa mambo mengi kwa gharama kubwa mno. Kuna gharama kubwa mno kwa ajili ya dhifa, walima, kwa ajili ya chakula, au sio? Na itategemea uwezo wa huyu mwenye shughuli yake. Kuna wengine gharama ya chakula mpaka milioni 10, au sio? Nikaandaa mwingine na ukumbi kule kwa ajili ya hiyo walima. Si hivyo tu, ametayarisha wapiga picha wa video kama ndugu yangu huyo, kwenda kupiga picha. Haji bure harusini kupiga picha. Hiyo inatoka mwanzo. Kuna watu wa kupiga zile picha mnato, still picha, sio? Makamera, nao wana gharama yao hapa. Gharama hizo, kuna magarama ya watu kununua masare, kuna wengine wanaweka na miziki, magarama hayo. Sasa ni muda wa madrasa. Madrasa inaenda kuitwa. Mwalimu madrasa anaambiwa tunahitaji maulidi kidogo siku ile pale. Na maulidi yenyewe utaifanya kwa muda baada ya ule mziki kusitishwa kwa muda. Kwanza ulianza mziki usiku, utasitishwa kwa muda wakati wa ile shughuli utakofanya, na ukiondoka mziki utarudi, au sio? Mwalimu madrasa apewe 50,000 au laki. Kama kuna madrasa imelitwa hapa kwa gharama kubwa, sijui kama inazidi 200,000, sijui. Mziki umelipwa 500,000, madrasa inapewa 20,000. Jamanini, mambo haya magumu kidogo, sijui nyinyi mnaonaje tu. Mimi naona magumu. Haya, njoo kwa shekhe mwenye kusimamia ndoa. Shekhe atakachoambulia siku hiyo kizuri kinafurahisha ni kufuatwa nyumbani kwa gari ya thamani. Kama alikuwa hajawahi kupanda V8, siku hiyo litapelekwa, nendeni mkamchukue shekhe ba. Sasa huyu shekhe awe nazo akili, aondoke na nauli yake ya kurudia kwa hisani yake, kwa sababu V8 atalipanda wakati wa kuja kuchukuliwa. Na nielewa hivyo. Akifika hapo shekhe anakaa, anasema nahmaduhu wa nasta'inuhu, anafanya mambo yake pale, sawa. Baadaye mambo yamekwisha, anapewa bakuli ya chakula na inatiwa nyama nyingi. Kingine atapata bakuli ina nyama nyingi. Baada ya hayo, nilikwambia shekhe awe na nauli mfukoni, mmenielewa? Hakuna tena mtu anashughulika naye. Ile V8 alokwenda kuchukuliwa nayo, sasa ibeba maharusi kuwapeleka baharini kuchezea maji. Heshima atakayopewa ni kuitwa. Kuna mtu mmoja, mtu mzima, anaona haya kidogo, jamani shekhe basi ndo mmemwacha hivi. Babu wa pale kwenye shughuli, shekhe hebu njoo kidogo. Babu anaingiza mfukoni, anatambua hasa kwamba hii ndo ile shilingi 2,000 tena chakavu, anaijua, na akitoa akapatia. Sasa akitoa anafanya hivi. Na ninawaambia na mashekhe waliopo mji huu na miji yote, walimu wa madrasa wachunge heshima yao. Bora ufe masikini lakini na heshima yako, kuliko dhiki ikakudhalilisha.